Kufutwa kwa dunia, kufutwa siri ya imani, onyo la mwisho kwa dunia yote, ujumbe wa saa ya mwisho, kiama, adhabu za mwisho wa dunia, dhiki kuu, mapigo saba. Kuna mapigo saba yanakuja mbele, nyakati za siku za mwisho, wakati ambapo dunia inajiandaa kuondoka, kiama, adhabu za mwisho wa dunia, dhiki kuu, mapigo saba. Kufutwa kwa ulimwengu, siri ya imani, onyo la mwisho kwa dunia yote, ni ujumbe wa saa ya mwisho, sauti kuu ya ujumbe wa saa ya mwisho, siri ya imani. Wakati huu ambapo watu wanaendelea kufanya kazi kama ilivyokuwa kile kipindi cha Nuhu, watu wakiendelea kula na kunywa, wakiona kuolewa, anasema Mungu ndipo ghafla itakapokuja. Wakati huu ambapo watu wako bize, vita mahala, ilisema watu wakiendelea kuoa, wengine wakiendelea kuoa huku, katika watu wanaendelea vikipikiko wanaoa, wengine wanakwenda huku, lakini Mungu akasema kwamba kipindi hicho ambapo mnaendelea hayo mambo, ndipo ghafla itakapokuja, na hapo ndipo utakapokuwa ule mwisho. Wakati wa sasa ambapo unasikia kule vita Marekani, unasikia vita kule Iran, unasikia vita vinaendelea katika dunia hii, ilitangazwa katika neno la Mungu. Kipindi kile cha kusoma Mathayo na unabii, na siri ya Mungu huwa anatoa neno lake, anatoa ujumbe kabla jambo lenyewe hajatokea. Tumesahau kipindi kile cha Nuhu. Wanadamu tumeomba kusahau. Tumesahau kipindi cha corona, tumesahau masuala. Leo tuko busy, leo tuko mambo ya kidijitali, watu wako busy, wanafanya kazi zao, wako heka huko na kule mikiki. Anasema ndipo ghafla tutakapoajia. Wakati wa sasa Pastor Makerubi napo nguruma na kutoa taarifa za Mwenyezi Mungu zinazoeleza kwamba mapigo saba haya yaliandaliwa toka kipindi cha nyuma, kama ilivyokuwa kipindi cha Musa yale mapigo 10, na ndivyo inavyokuja kipindi cha leo cha kina Pastor Makerubi cha mapigo saba. Kufungwa kwa mlango wa rehema. Kufungwa kwa mlango wa rehema kupo kwa aina tatu. Aina ya kwanza ni mtu anapokufa. Mtu anapokufa maana yake ni kwamba mlango wa rehema umeshafungwa, kwamba yeye anasubiria hukumu bwana. Aina ya pili ni makanisa. Watu wanashindwa kuabudu vile ambavyo Mungu alivyosema, wanafuata vya kwao. Aina ya tatu ni mapigo saba. Kuna mapigo ambayo yanakuja. Mungu ameenda kuandaa mapigo saba, adhabu za mwisho wa dunia. Adhabu hizi zilitolewa katika neno lake, zilitolewa katika ujumbe wa Mwenyezi Mungu, kwamba yatakuja mapigo ambayo yataangamiza dunia yote hii. Soma kitabu kile cha Ufunuo Yohana, ukianzia ile 16 mstari wa kwanza mpaka 17, bado amekuelekeza juu ya mapigo saba. Mungu sio muongo, kama ilivyokuwa kipindi kile cha Musa. Soma kitabu kile cha Kutoka 7:17, mapigo, watu wakanywa damu. Kipindi cha Musa kwa Firauni, watu wanakunywa madamu. Wengine majipu mabaya mabovu kwa Musa, mpaka kina Pastor Makerubi, watu watakwenda kinyume na maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Wakati wa sasa ambapo nataka nikupambanulie na kuelekeza, ndugu yangu, na kuelekeza vile ambavyo Mungu amesema, na nukuu yale ambayo Mungu aliyosema, ya kwamba kuna mapigo ambayo Mungu aliyoyasema na kuyaandaa. Mapigo hayo yanakuja kumaliza dunia hii. Fungua kitabu kile cha Ufunuo 16:1 mpaka 17, na pia unaweza ukafungua kitabu kile cha Kutoka, bado nukuu ziko pale pale. Basi tuombe. Baba uliye juu mbinguni, Mungu muumbaji, uliyeumba vinavyoonekana visivyoonekana, masaa haya ambapo tunataka kutoa taarifa zako kuelekeza wakazi wa saa hii, naomba waweze kusikia wakazi wa hapa Nairobi, wakazi wa dunia yote, Uganda, Marekani, Uingereza na ulimwengu mzima, watambue kwamba zinakuja nyakati saa ya mwisho, nyakati ambazo dunia inakwenda kuondoka. Wakati huu sasa ambapo mnapoona vita mahala, njaa, matetemeko ya ardhi fulani, watu wanaanza kuhangaika na kuaja. Mungu amesema mtakapoona hayo mfurahi na kushangilia, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Basi tunaomba Pastor Makerubi, maana Mungu amesema hutaweza kufanya jambo lako bila kuwatambulisha watumishi wako siri yako. Leo natoboa siri kwa Pastor Makerubi YouTube. Watu wote dunia leo digital, Pastor Makerubi
anapohubiri masaa haya dunia yote, Uingereza, Marekani, Canada, Dar es Salaam, South Africa, marais wote wamejifungia na mageti, lakini unaniona Trump ananiona akiwa Marekani, Mama Samia Suluhu akiwa pale Tanzania, walikuwa kule South Africa, dunia yote wanaangalia taarifa hizi. Wakati Pastor Makerubi anaponguruma katika sali hii, anaponguruma kupitia YouTube, anapoelezea habari hii njema, tunaomba tusikize kwa makini taarifa hii na ripoti hii ya ujumbe wa saa ya mwisho ya kufutwa kwa dunia hii, ya mapigo 7 ya kufungwa kwa mlango wa rehema, mapigo 7. Wakati ambapo vita mimba imeshaanza kukomaa, ambapo mimba hii baada hapo vita inaendelea kuchanganya, yanakuja mapigo 7. Tutakwenda kujifunza kupitia neno la Mwenyezi Mungu anavyosema, katika jina la Yesu, amina. Basi unaweza ukafungua kitabu kile cha Ufunuo Yohana kwanza 14:9 mpaka Ufunuo Yohana 14:9 mpaka 12. Ufunuo Yohana, fungua kitabu kile cha Ufunuo Yohana 9. Ufunuo Yohana 9 anasema Mwenyezi Mungu mara Ufunuo Yohana 9 Ufunuo Yohana 9 Ufunuo Yohana 14:9. Ufunuo Yohana 14:9. Tunakwenda kwa haraka, nataka nitumie dakika 15 kwa sababu watu hatutaki kuchosha watu. Tunataka watu wasikie na kuelewa mwisho. Na malaika watatu, Pastor Makerubi ujumbe wa malaika watatu mpaka kuingia malaika wa 4 mpaka kuingia malaika wa 5. Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa, huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu uliotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira ya Mungu, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na moshi wao upanda juu. Anaposema malaika watatu, mjumbe anayemaliza sahi kazi akisema kwa sauti kuu, Pastor Makerubi, mtu yeyote atakayemsujudu huyo mnyama, yani huyo shetani, kwa kupokea mafundisho ya siku ile ya ibada, chapa la nyama katika uso wake. Maana yake kuamini zile siku za ibada, kwamba wewe unaamini imani hii kwamba leo ni Jumapili ndio siku ya ibada, chapa la kwenye paji la uso, au unaamini kwamba paji kwenye uso. Unaposema paji la kwenye uso, ana maana ya kwamba ile siku ambaye unayekwenda kuabudu kwamba unaikubali kwamba ni yenyewe. Anaposema kwenye mikono, ana maana ya kwamba mafundisho. Unaweza kuwa unaabudu ile siku ya ibada, lakini una mafundisho ambayo sio ya kweli. Maana yake tayari na wewe umekwenda kupokea katika mikono. Anasema na yeye naye atakunywa katika kikombe cha hasira yake mwana kondoo, na kwamba na wewe utaingia katika yale mapigo 7 ambayo Mungu amekwenda kuyaandaa. Kwamba katika yale mapigo 7 wale ambao watakayokuwa wamekwenda kinyume na maelekezo ya Mwenyezi Mungu, kwa maana kuto kufuata sheria pamoja na imani ya Yesu, vyote viwili, na wao wameenda na maji. Wametakiwa, anasema Goshen, usalama wake pekee ili usipate mapigo hayo. Anasema 12, hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hao ambao wanashika sheria za Mungu kwa Musa pamoja na imani ya Yesu, hao ndio Gosheni yao, hao ndio ambao hawataweza kupata mapigo. Angalia pia, tunapokwenda kwa haraka, natumia dakika 15 ili watu waweze kuelewa zaidi kwa muda mfupi. 18:1 mpaka 5. Malaika huyo wa 3 anaambatana na malaika yule wa 4 na wa 5. Baada ya hayo nalisikia malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni
mwenye mamlaka kuu, na nchi kaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Anasema na wote ambao wamekataa kufuata taratibu za Mungu. Leo dunia yote inaadhimisha wanaume kwa wanaume. Kutoka wapi? Kwenye maandiko gani? Ni hata dini, hakuna dini inaadhimisha wanaume. Leo ni zaidi ya Sodoma. Wakuu wa nchi, wafalme, majemadari wamepata mali kwa ajili ya kiburi chake. Leo ni zaidi ya Sodoma. Leo mnaviona haya, Mungu amekwenda kuandaa mapigo. Leo tunasema mnatamani duniani, sio makazi. Watu wajidai sana duniani. Hapa ni kambi za muda tu. Watu wanaishi katika dunia wamejidai, hawajui kama hapa duniani tunapita. Hizi ni kambi za muda. Kuna kambi ya duniani. Wewe mwenyewe baada ya kambi hii unaenda kwa kaburini. Katika ile kambi kuna kambi ya uzima milele, ambayo kambi hiyo tutaishi milele zote. Angalia pia kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 6:12 mpaka 17. Ufunuo wa Yohana 6:12 mpaka 17. Ndugu zanguni, Mungu ameahirisha katika dunia hii. Wakati unapoona maarifa yakiongezeka, watu wakiona watengeneza mababara tu, watu wanahangaika kule, dunia inapendeza, wanasahau, watu wameboteka. Anasema itakuwa kama kile kipindi cha Nuhu. Nuhu akapiga kelele akawaambia, jamani, inakuja mvua. Mvua inakuja jamani. Wakasema Nuhu muongo, na kweli ilikuja mvua. Dunia walikuwa naishi kwa chemchemi. Leo makerubi anasema kuna mapigo kama ilivyotoka kipindi cha Musa. Katika 6 anasema, nami nikasikia alipofungua muhuri wa 6, palikuwa na tetemeko kula nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukushapo mapoza yake, utikishwapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa uliokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahala pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango la chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukie, tustirini mbele ya uso wake. Yeye aketie juu ya kiti cha enzi na asila ya mwana kondoo. Yesu anapokuja mara ya pili, hapa nakwambia sasa, yaani unapoona yale mapigo bado, anapokuja mara ya pili, matajiri watakimbilia milima yafunike. Watu watakimbilia majemadari, watu maarufu, marais, matajiri duniani wanaikimbilia milima. Wanakuja, siku ya asila yake imekuja, siku ya kuangamiza dunia yake imekuja. Nani anaweza kusimama leo? Watu wako bize, mishemishe, mambo ya dini wanaona wanapiga teke, hawana shughuli nayo, wanaona kama wanapoteza muda. Watu waenda makazini huko na kula, kila watu kujifunza. Leo wamepewa mabiblia ya kwenye simu, dakika cha kipande kifupi, lakini anajifanya anaelewa, kumbe haelewi. Watu wako bize na mambo yao. Wakati huu ambapo unapoona haya, anaamana kwamba tayari dunia inakwenda kusambaratika. Wewe ndugu yangu, ninapokueleza masaa haya kwamba kuna mapigo 7, Mungu sio muongo. Hebu fungua kitabu cha Ufunuo wa Yohana sasa 16. Ninapokwenda kwa haraka na utaenda kuangalia kwa Musa. Ufunuo wa Yohana 16. Sikiliza kwa makini ndugu yangu. Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Akaenda huyo wa kwanza, akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu baya bovu juu ya wale
juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Yaani wale waliopokea alama ile ya siku wanayotaka kuabudu. Unaweza kuwa abudu siku yenyewe kama sabato yenyewe, lakini una mafundisho nje na sabato, na wewe unapokea majipu. Pigo la kwanza, kama ilivyokuwa kwa Firauni, kwa Musa, majipu. Utakuja kusoma huko majipu kama majipu. Leo iliambiwa kwamba vita ya Irani tutokea, vita Marekani. Hii vita ni Mungu alitazamia. Hao wakuu wa nchi kina Trump, viongozi wakuu wa nchi, ni maagizo ya Mungu. Anasema furahini. Mathayo 24 kitabu cha siku za mwisho imeeleza, na Mungu huwa anafanya mambo yake kuelekeza mapema. Mapigo 7 hayo. Haya ndio yanafunga dunia. Sasa hivi bado na nia kusikiliza Pastor Makerubi kabla kupata mapigo. Goshen bado ipo. Mapigo yakianza hakuna Goshen, hakuna mahala pengine unapata. Yesu anakuwa ameondoka pale patakatifu kwa ajili ya kuja kuiangamiza dunia hii. Anakuja kuifunika dunia hii. Na huyo wa pili akakimimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Na huyo watatu, yani bahari, Mungu Yesu anaposhuka atatuma malaika, watakwenda kupiga pale bahari. Tayari bahari yote itakuwa ni damu, masamaki, viumbe vyote, mapapa yote atakufa, dunia inanuka, na ni bahari itakuwa nanuka. Anasema na huyo wa pili na huyo wa tatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemchem, mito na chemchem, na chemchem za maji zikawa damu. Na nikamsikia malaika wa maji akisema, wewe mwenye haki ulioko na uliyekuwako, mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na manabii, nawe umewapa damu wainywe, nawe umestahili, nao wamestahili ile damu ya kuua mitume walikatwa vichwa. Kuna makundi mawili tu waliokatwa vichwa kwa ajili ya Yesu, mitume wale kipindi kile mwaka 34 baada ya Yesu kuondoka. Mwaka 70 wakazingira ile kambi ya watakatifu, wakawaua mitume wote. Tarehe 7 Machi mwaka 321 uhuru wa dini ukaingia. Watu wakapewa siku zao, abudu wakapewa siku yao, uhuru wa dini. Leo watu wanaabudu mpaka kwenye vichaka, mpaka chooni. Ni kipindi cha uhuru wa dini. Uhuru wa dini huu ulianza mwaka 321. Watu wanafundisha ya kwao, kila mtu anafundisha cha kwake, kila mtu anaelekeza anavyotaka yeye. Leo Mungu anasema kuna makundi mawili tu watakaoingia katika ile kambi, waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, na waliokataa kumwabudu mnyama na sanamu yake. Wakati wa sasa mitume na manabii kina Pastor Makerubi wanaunguruma katika dunia yote hii. Kina Trump kule na wenyewe akiendelea kupambana kina Trump kule Marekani. Kazi zao hizo. Na sisi tunaligurumbisha huko. Jamani, angalieni Trump anapopambana, watu wanapambana kile. Ukiangalia Kongo kule, ukiangalia yani sasa hivi ni manyukilia. Lakini vita kuu ya Mungu ni mapigo 7. Sikiza hii vita ni zaidi ya nyukilia. Adhabu za siku za mwisho. Anasema mapigo 7. Anasema mwanadamu aliovaa mwili lazima akinywe. Unaweza ukakimbia vita ukasave, lakini mapigo kwa Mungu hautasave. Utakwenda kukinywa, ndugu yangu. Angalia pale tunapoendelea na kupambanua vizuri. 16:8. Na huyo wanne akamimina kitasa chake juu ya jua, nao likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa utukufu. Yani jua huyo watano, jua itashuka, watu wanadamu wataunguzwa na lile jua.
Anasema hiyo ndio kiama, hiyo ndio inaitwa dhiki kuu, mapigo 7. Anasema jua itababua. Wanadamu wanapenda raha, starehe. Nani amekwambia hapa duniani kuna starehe? Watu wanapenda raha tu, yani starehe. Duniani kuna raha? Duniani hakuna raha. Hapa tumekuja kwa muda tu, kama ulivyokuwa tumboni. Ulikaa tumboni kwa muda, na duniani unaishi kwa muda. Watu wanaweka makambi duniani na kuhangaika dunia hii. Kumbe dunia hii ni ya muda tu. Dunia hii ni ya muda mchache. Jua itababua. Anasema katika kitabu kile cha 10 na huyo wa 5 akaimina kisa chake juu ya kiti cha enzi cha Mungu cha yule mnyama. Ufalme wake ukawa giza, pigo la giza. Utalikuta hata kwa Musa kule, giza. Wakatafunana ndimi wasiweze kuonana. Wakamtukana Mungu. Wanadamu wakamtukana Mungu, mapigo yale. Anasema yakishalianza, limeanzishwa leo vita, sasa hivi mimba imekomaa. Yanajiandaa mapigo wakati unaposikia habari njema. Tupo kwenye Ufunuo wa Yohana 18. Ufunuo wa Yohana 18. Ujumbe wa malaika 4. Walianza mitume habari njema pale baada ya Yesu kuondoka mwaka 34 AD. Wakapiga injili mpaka wakawaua mitume, mpaka mwaka 321. Watu wakatengeneza uhuru wa dini. Malaika wa pili wale Waadventista marejea, wa Sabato marejea. Malaika wa pili wakapambana, wakaishia kati hapo mwaka 800. Watu wanaingia uhuru wa dini kina Mtume Muhammad, wengine wanaingia na mafundisho yao. Wakapambana. Kina Mama White, malaika wa pili wakamaliza, watatu wakaingia huko. Kina Mama White wanahangaika kikili. Wakati ule watu wanahangaika kikili. Tunapambana, tunagusa. Leo tunaingia malaika wa 4. Tunakwenda kufunga historia ya dunia hii. Unapoenda yule babu kubwa, mkuu wa nchi, rais wa dunia, mpaka anaingia kuitikiza dunia, Umoja wa Mataifa, yeye mwenyewe kila kitu, ujue mambo yameshaharibika. Mambo yameharibika. Wakati huu ambapo mwanadamu shetani amewafunika kwenye sayansi ya teknolojia, kwenye simu za touch, kwenye mafundisho. Watu hawafuati mafundisho, wako busy. Hali ya uchumi imekuwa ngumu, hali tete. Muda wa kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu hayana muda. Mungu anasema tafuta uzima wa milele na mambo mengine utayafuata. Kwa ndugu yangu, tusibweteke. Angalia bomu la nyuklia ambalo anayoleta Mungu mwenyewe, mvua ya mawe. Katika kitabu kile cha Ufunuo 16:17. Anasema na huyo wa 7 akakimimina kisa chake juu ya anga. Sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi, ikisema, imeshakuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Na mji ule mkubwa ukagawanyika mafungu 3, na miji ya mataifa ikaanguka, na Babeli ule mkuu ukakumbuka mbele ya Mungu kupewa kikombe cha mvinyo ya ghadhabu ya asili yake. Kila kisiwa kikakimbia, yani visiwa vitakimbia. Angalia mvua ya mawe inakuja, visiwa vitakimbia, milima itanyakuliwa, itatupwa kule. Dunia yote itakuwa ni tambarare. Anasema na mvua ya mawe makubwa sana, mawe mazito kama talanta kilo 60 ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu ya ile pigo la mvua ya mawe. Itadondosha majengo yote kilo 60. Watu wameboteka na magorofa, wameboteka. Anasema itakandamiza magorofa yote titia. Dunia yote itakuwa tambara, visiwa vitanyakuliwa, vitatupwa kule. Hiyo ndio inaitwa kiama bwana. Hilo ndio inaitwa bomu la nyuklia. Hiyo ndio vita ya Mungu. Watu wameboteka katika dunia hii.
Dunia inaondoka, mwanadamu anaondoka, kile tunaondoka. Baba yetu Nuhu tumesahau, Sodoma tumesahau. Kama ni imani tungekuwa nayo leo. Leo corona ikaua watu kibao. Wanadamu tutatabia kusahau. Hata hii vita inaendelea, watu watasahau. Mwaka 2017 kulikuwa tetemeko pale Tanzania, ilikuwa kama saa 2 hivi. Yaani kule feli kule, yani vitu vinatembea tu. Leo matetemeko dunia nzima. Na matetemeko haya hayakuwepo kipindi kile cha kina Yesu, kina mitume hayakuwepo, lakini itabiriwa. Kwa ndugu yangu, ninakusihi, anasema Mungu, dunia yote, wakazi wa Marekani, wakazi wa Uingereza, wakati wa South Africa, mnaonisikia Pastor Makerubi, YouTube, ITV, mwe makini. Nasema mwe makini. Dunia inaondoka hivi. Nazungumza hivi. Hichi kipindi ni kujiandaa kusikiliza maneno ya Mungu. Ninanukuu yale ambao Mungu aliyosema, fungua Kutoka, kwamba haya mapigo anayosema Pastor Makerubi, mtume na nabii wa siku za mwisho, Kutoka 7:17, utaona damu ilikuwepo kwa Musa. Kutoka 9:8 mpaka 11, majipu. Kutoka 10:21 mpaka 25, giza. Kutoka 9:22 mpaka 26, mvua ya mawe. Yoeli 2:28 mpaka 32, Amos 8:9 mpaka 14. Ndugu yangu, naomba nikusomee, kwa sababu wewe uko busy. Nimekupa mafungu lakini hutaweza kusoma kwa sababu una mambo mengi. Na kuletea ushuhuda ambao Mungu aliyesema, na Mungu sio muongo. Anasema, lakini ile siku hautaelewa, lakini utaelewa. Ndugu yangu, leo watu nimeweteka. Leo wasomi wote washakuwa waenda wazimu. Maraisi, mabirigeti, watu wote washakuwa vichaa. Wasomi washakuwa vichaa, maraisi washakuwa vichaa. Yaani watu hawajielewi wapi na wapi. Huru wa dini. Hebu sikilizeni Pastor Makerubi anapounguruma dunia hii. Hebu fungua kitabu kile cha Kutoka. Kitabu kile cha Kutoka 7:17. Bwana asema katika jambo hili, utanijua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Tazama, asema, angalia, tazama, nitayapiga haya maji yaliyo mtoni kwa fimbo hii niliyo nayo mkononi mwangu, nayo yatageuzwa kuwa damu, na hao samaki walio mtoni watakufa. Huyu ni Musa huyu. Yaani Mungu ananukuu kwa Musa hapa. Na huo mto utatoa uvundo, nao wa Misri watachukizwa kuyanywa maji ya mtoni. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako kunyosha mtoni wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa na ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu. Watu tumesahau kwa Musa damu ilitokea kule Misri. Anasema ageuze kuwa damu, nao watakuwa na damu katika nchi yote ya Misri. Mito yote ilikuwa ni damu, katika vyote vya miti na katika vyote vya jiwe. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, naye akainua ile fimbo na kuwapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya waumini wote, ya watu wote wa Misri. Maji yalivyokuwa katika mto yakageuza kuwa damu. Hao samaki walioko wa mtoni nao wakafa, na ule mto ukatoa uvundo. Wa Misri wasipate kunywa maji ya mtoni. Maji yote yakawa ni damu. Wa Misri, dunia kwa Musa yote yakawa ni damu, kama ilivyokuwa
na ile damu ilikuwa katika nchi yote ya Misri. Lakini waganga wa Misri wakafanya mfumo wa hayo kwa uganga wao, na moyo wake Farao akawa na moyo mgumu, wala hakuwasikiliza kama Bwana alivyonena. Farao akazunguka na kuingia nyumbani mwake, wala hata hilo hakuliweka hakuliweka moyoni, kama kando ya mto, ili wapate maji ya kunywa, maana hawakuweza kuyanywa yale maji ya mtoni. Zikatimia siku 10 baada ya Bwana kupiga ule mto kuwa damu. Damu ilikuwepo kipindi cha Musa. Leo watumishi wa Mungu wazungumza habari za kiyama, watu wanabweteka tu, wanahangaika na mabarabara ya juu, matreni ya umeme. Watu wamekuwa washamba tu. Kuna pepo dunia hii, na pepo. Watu wametengeneza dunia hii, mabarabara ya juu, matreni ya umeme, vya mwendo kasi. Mambo ya kizamani yanapita. Sasa kwanza ndio mwisho wenu huo. Kuna pepo, kuna ulimwengu ambao ameenda kutengeneza Mungu, usipime. Anasema damu ilikuwepo kipindi kile cha kina Musa. Damu. Wanadamu tunajisahau, tunamdharau Mungu. Kumbukeni kipindi kile ambacho Mungu alipokuja kwenye dunia hii, hakuna kiumbe chochote. Akamtengeneza Adamu kwa mavumbi ya ardhi. Adamu akawa ni dongo miaka 300. Adamu limekaa pale kama lidongo, dongo tu hili. Shetani ameshatupwa kule mbinguni. Angalia dongo hili. Mungu akapaa zake mbinguni, anatokea kitu. Yaani Mungu anaweza akakutengenezea kitu afa katulia. Mwaka 300 anakuja kupulizia pumzi Adamu. Adamu anaanza kutembea, anaona miti. Haijui jina lake. Hii simba hajui. Mungu akashuka, akamtambulisha, hii ni simba, huyu ndo mfalme. Hawataki huyu ni mti. Akamwambia Shetani malaika zake, msujudieni Adamu. Tumsujudieni dongo. Mungu akamwambia, hebu taja hivyo vitu vinaitwa vitu gani? Hawezi. Mungu anaviinua vilivyo dhaifu. Leo mwanadamu anaenda kukaa ikulu, anaenda kukaa na Mwenyezi Mungu. Malaika ambao waliumbwa kwa moto wanakuwa walinzi wa wanadamu. Alimtengeneza mwanadamu ili amwangamize Shetani. Shetani alienda kwenye viumbe akisema Mungu ni muongo. Mungu akaamua kumtengeneza mwanadamu. Lengo lake aweza kumwangamiza Shetani. Shetani anakwenda kuangamia kupitia mwanadamu. Mwanadamu anachukua cheo cha Shetani sasa, kukaa ikulu na Mungu. Akamwambia dunia hii ni dunia ya Shetani. Shetani leo ndio anaongoza dunia, ndio mkuu wa dunia hii. Akamwambia dunia hii utaishi kwa muda tu. Dunia hii utakaa kwa kitambo. Sasa dunia, Mungu akatoa ishara kwamba dunia hii itakaa kwa muda fulani, yaani dunia itakaa kwa muda fulani, alafu baadaye itatoweka. Lakini akatoa ishara jinsi itakavyotoka hii dunia. Kwa ndugu yangu, damu hiyo ikatokea. Kwa hiyo Mungu anatoa unabii mapema kabla jambo lenyewe hajatokea. Sikiza kuhusu majipu. Fungua Kutoka 9:8 mpaka 11. Watu leo msome Biblia. Ndio maana nawasomea mafungu haya ili muweze kunakili na kuyapitia. Anasema kila kitu kitatoweka. Yaani kila kitu kitapotea, mwanadamu atatoweka. Ila yule aliyokubali mambo ya Mungu atamlaki. Neno la Mungu halitapotea, na imani ni kusikia. Unaposikia maana yake itatokea. Usipomsikiza makerubi, hata kitokea Yesu, mtume na manabii, Musa na Elia, hamtamsikiliza. Leo Mungu haonekani. Mungu leo anaonekana kwenye Biblia, kwenye makaratasi, kupitia watumishi wake. Ndio maana tunanukuu yale ambayo Mungu aliyosema. Angalia Kutoka huko, na kwenda haraka kwa sababu ya muda na kwa sababu tuna majukumu mengi, na nimekupatia mafungu hayo yapitie ili we mwenyewe pia uweze kuyafuatilia, kwa sababu Mungu alisema kwamba hapo atakapokuja Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Siku ya Pentekoste akashuka Roho Mtakatifu akawaambia mitume wafundishe neno la Mungu, watu wasikilize neno la Mungu. Hautatokea mjumbe mwingine zaidi ya neno la Mungu, na roho za manabii watii manabii. Unafuata vile ambavyo mitume walivyosema. Wewe utakapofuata vile mitume walivyosema, basi na wewe ndio utakuwa msaidizi wa wale mitume wengine. Kutoka
9:8. Nadhani mmeshapata Kutoka 9:8. Hebu soma hapo Kutoka 9 mstari ule wa 8. Bwana anasema hivi, Mungu mkuu anasema hivi, akamwambia Musa, Haruni, jitwalieni konzi na majivu ya tanuru. Kisha Musa naye akayarusha juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao, nayo yatakuwa ni mavumbi membamba juu ya nchi yote ya Misri, nayo yatakuwa majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama katika nchi yote ya Misri. Farao wakatwaa majivu ya tanuru na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu ya mbinguni, nayo yakawa na majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana waganga walishindwa kuyatibu majipu. Unaambia majipu mabaya mabovu yapo hata kwa Musa. Angalia giza, tunapokwenda maliza giza tunaingia mvua. Ndugu yangu, angalia giza likatokea katika kitabu kile cha Kutoka 9. Angalia Kutoka 9 hapo, Kutoka 9, Kutoka 9:8 mpaka 11. Kitabu kile cha Kutoka, angalia Kutoka 9. Ninakueleza habari ya kweli ya Mungu. Kutoka 9:8. Kutoka 9:8. Bwana akamwambia Musa na Haruni, jitwalieni konzi za majivu ya bado na kuelekeza. Ikatokea giza dunia yote hii. Angalia Kutoka 22:26. Kutoka 9:22 mpaka 29. Kutoka 9. Kutoka 10. Asema tunanukuu ya mwisho muweze kuelewa. Kutoka 10. Bwana mwani Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni kuwe giza. Anamwambia Musa, nyosha mkono wako kuwe mbinguni kuwe giza. Yaani anyosha mkono wako kule mbinguni kuwe giza. Aone katika nchi yote ya Misri muda wa siku 3. Kukawa na giza siku 3. Hawakupata kuonana mtu mwenziwe, wala hakuondoka mtu mahala alipokuwa muda wa siku 3. Lakini wana wa Israeli wote walikuwa na mwanga makaoni mwao. Yaani wale watu wa Israeli upande wao kulikuwa na mwanga, kulikuwa na Goshen, mwanga. Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nenda mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu na waende, watoto wenu nao na waende pamoja naye. Musa akasema, na lazima mtupe mikononi mwetu na wanyama na dhabihu na sadaka na kuteketezwa, ili tuweze kuwachinja Bwana Mungu dhaifu kwao. Giza likatokea. Sikiza mvua ya mawe. Kutoka kile kitabu kile cha Kutoka 9:22 mpaka 26. Mvua ambayo
ni babu kubwa. Kitabu cha Ufunuo Yohana 16 mstari wa kwanza mpaka 16 mstari wa kwanza mpaka 17 yameelekezwa mapigo 7. Hicho ndicho kiama, adhabu za mwisho wa dunia, dhiki kuu. Hiyo ndio dhiki kuu, mapigo 7, kufungwa kwa mlango wa rehema huko. Angalia kwa Musa hiyo mvua tena, angalia 9, Kutoka 9:22 mpaka 26. Kutoka 9. Watu wanahangaika huku na kule, wataka kujifunza, alafu wengine wataka kuelekeza masuala haya ya dhiki kuu inakuja. Tumaini ni kwa wale walioshika sheria za Mungu na imani ya Yesu. Anasema wale ambao toka akamkasikia yule mwanamke akaenda zake, yani shetani akakasilia. Shetani sasa hivi anamkasikia makerubi. Kutoka, hebu nishapata hapo. Hebu soma hapo Kutoka hiyo 9:22. Ndugu yangu, tusijisahau, tuendelee kumtafuta Mungu. Muda bado upo, ila saa imebaki chache za mlango wa rehema. Lakini kwamba sio kwamba ndio, yani hii sio dhiki. Hii ni dhiki, vita ya wanadamu. Ndio maana wanadamu wametengeneza magereza kwa ajili ya kuwafunga watu ambao wanaovunja sheria, na Mungu naye ametengeneza gereza la moto. Gereza la moto wanaovunja sheria hizo za kumpendeza Mungu. Yani serikali imetengeneza sheria na katiba, Mungu naye ametengeneza sheria na imani ya Yesu. Anasema Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya mboga zote za mashambani katika nchi yote ya Misri. Musa akanyosha mkono wake kuelekea mbinguni, na Bwana akaleta ngurumo ya mawe na moto ukashuka juu ya nchi. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyika na ile mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haukuwapo katika nchi yote ya Misri tangu ilipoanza kuwa taifa. Na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na wanyama, katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti wa mashamba katika nchi ya Gosheni peke yake walikokaa sana wana wa Israeli, haikuwako mvua ya mawe. Gosheni peke yake, pale ambapo walipokaa wana wa Israeli hapakuwa na mvua. Anasema Goshen kwenye sheria za Mungu na imani ya Yesu, hapo ndipo ambapo kuna Goshen, ambapo hapo ndipo ambapo hakutakuwa na mvua. Ndugu yangu, vitabu vimesema, Mungu amesema, mitume wamesema, manabii na mitume wa siku za mwisho kuna Pastor Makerubi wanasema, na imani ni kusikia. Leo tunahubiri kidigitali, na hubiri Tanzania, lakini dunia nzima mnanisikiliza. Tumeweka satellite juu, satellite ambayo mara popote unahubiri unasikia dunia nzima. Wakazi wa kule Marekani mnasikia dunia nzima habari hii, mnasikiliza ujumbe huu dunia nzima.
sayansi ndio ya mwisho. Danieli anasema kwamba mtakapoona maarifa yakiongezeka, hapo ndipo mtakapoona mwisho umekuja. Nuhu akasema, wajumbe wakasema, imani ni kusikia. Hebu napokwenda kumalizia, sikiliza kuhusu Yoeli. Fungua kitabu kile cha Yoeli. Ndugu yangu, wakati hali ya uchumi imekuwa ngumu, hali tete anasema ndipo ule mwisho utakapokuja kwa ghafla. Leo shetani hawezi kukubali uende mbinguni bwana. Anakubana na uchumi, vita mahali watu wanakufa kikikili. Huwezi kupata muda wa kusikiza ujumbe wa Mungu, utakula nini? Utaona neno la Mungu ni upuuzi. Watu wanahangaika na makambi ya duniani. Dunia hakuna maisha. Yoeli 2, kitabu kile cha Yoeli 2:26 mpaka 28 anasema hata itakuwa. Hebu sikiza kwa makini rafiki yangu. Acha kabisa wewe. Wameboteka tu hapa, ujui kitu kinachoendelea katika dunia. Shetani mjanja, shetani Shetani yeye. Shetani ni mjanja kwa makini, au unaondoka na maji. Unaondoka tambaa. Watu wako bize. Acha kabisa. Anasema sikiliza, anasema hivi, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia: damu na moto, minara ya moshi. Jua litageuzwa kuwa giza, na mwezi kuwa damu, kabla haijaja hiyo siku ya Bwana iliyokuu na ya kutisha. Na itakuwa ya kwamba anaendelea kusema Yoeli, na itakuwa ya kwamba mtu awe yote atakayelitia jina la Bwana ataponywa, kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaokoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hao wamuitao Bwana. Leo mabaki, njia ni nyembamba iendao uzimani. Leo ni kipindi cha ujumbe wachache, cha ujumbe wa mabaki. Walipo wawili, walipo watatu, Mungu yuko katikati yao. Leo ipo kama kipindi kile cha Nuhu. Watu wanakimbizana na maisha, watu wanahangaika na dunia hii. Anasema kwamba ndipo hao mabaki watakapo kwenda kumaliza kazi yao. Ndugu yangu, anasema kwamba unabii huu unapokuwa na mashahidi, imani ni mashahidi. Mungu yeye anatumia mashahidi. Ndio maana Amos 3:7 anasema, angalia Amos 3:7. Ndugu yangu, Mungu ana tabia 3:7 ya kuelekeza watu kabla ya jambo. Anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Yaani Mungu hawezi kufanya jambo lake bila kuwaonyesha watumishi wake siri yake. Anasema kwamba Mungu, ndio maana anasema siri ya imani. Kwa hiyo ndugu yangu, unavyoona haya, furahi na kushangilia.
Hii dunia ni ya Mungu. Shetani anapopata kibali tayari vilitabiriwa. Aliomba kukaa hapa, na kwa kuwa shetani aliomba kukaa hapa akapewa muda. Leo ndio mharibifu wa dunia hii. Leo ndio ametuletea uhuru wa dini. Mungu hajachanganyikiwa, kwezi kuwa dini nyingi. Kuna dini ambayo Mungu aliyoagiza na kuna ratibu ambayo Mungu aliyofanya. Ndio maana leo kuna uhuru wa vyama. Yaani vyama. Yaani serikali kila mtu, yaani serikali imeiga mfumo kwa Mungu. Leo ni uhuru wa dini, leo ni uhuru wa vyama. Chadema, NCCF, zamani ilikuwa ni CCM, chama kimoja. Zamani ilikuwa ni Sabato peke yake. Na imani ya Yesu ikaongezeka. Asema imani moja, Bwana mmoja, roho ile ile. Aliyomsikiliza Musa msikiliza na Yesu. Hamkumsikiliza Musa, inabidi mlimsikilize Yesu. Alikuja kuongeza kutupatia roho nyingine, imani yake. Tunaenda kwenda kumalizia. Fungua kitabu kile cha Amos 8:9 mpaka 14 na kwenda kumaliza kazi ya dunia hii. Fungua Amos 9. Amos 9. Amos 8. Fungua Amos 8. Tena anasema, fungua Amos 8, anasema tena itakuwa siku hiyo. Anasema tena itakuwa siku hiyo. Hey, mlango wa rehema umefungwa hapo. Anasema Amos ile 8 9 mpaka 10 na ngapi ile 11. Anasema tena itakuwa siku hiyo, asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri, jua litue saa 7. Nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. Yaani mchana tunaona giza. Nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo, na nyimbo zenu zote kuwa vilio. Nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyenu, na upaa katika kila kichwa. Nami nitafanya nitafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, na mwisho wake kama siku ya uchungu. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu. Angalia siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambayo nitaleta njaa katika nchi, si njaa kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikiliza maneno ya Bwana. Asema mapigo yanapoanza, watu watamtafuta makerubi, wataanza kukimbizana. Makerubi yuko wapi? Hiyo ni njaa. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki. Watapiga mbiu wakiambia huko na huko. Watalitafuta neno la Bwana wasilione. Siku hiyo wanawari wazuri na wavulana watazimia kwa kiu, na hawa pao kwa dhambi ya Samaria, na kusema kama aishivyo Mungu wako Dani, na kama aishivyo nchi ya Beersheba, nao wataanguka wasiinuke tena. Mlango wa rehema umefungwa. Amos anatueleza, angalia siku zinakuja. Amos 8:9 mpaka 14. Asema Bwana, nitaleta njaa ya neno la Mungu. Njaa hiyo usipime.
Leo watu bize, watu bize, watu wanakipizana huku na huku, watu wanakwenda kule na kule, watu wanapiga kelele, wanakwenda kule, wako bize. Makerubi akiendelea kupigia kelele, makerubi akiendelea kuhubiri, makerubi akiendelea kusema maneno ya Mwenyezi Mungu, makerubi akiendelea, watu wanasema makerubi anapoteza muda. Makerubi namna gani? Ina namna gani? Natufuria tu gani? Inakuja njaa ya kukosa chakula. Makerubi liko Goshen. Nimepumzika zangu. Hii ndio siri ya imani. Onyo la mwisho kwa dunia yote. Ujumbe wa saa ya mwisho. Kiama. Adhabu za mwisho wa dunia. Dhiki kuu. Mapigo 7. Kufungwa kwa mlango wa rehema. Mlango wa rehema utakuwa umefungwa dunia hii. Leo tunajidai. Tuko busy, tunavaa vizuri. Tunafanya shughuli zetu. Tunafanya mambo yetu. Kwenda. Watu wanahubiri. Wengine wanakwenda huko, nakuja siku ambazo wanadamu watakwenda kuangamia kabisa. Mapigo 7. Mungu anatuelekeza tuwafundishe watu kabla hajahukumu dunia hii. Na dunia hii ni dunia ambayo inakwenda mwisho, ni dunia ambayo inakwenda kuangamia, ni dunia ambayo inakwenda kuteketea. Watu wako busy na sayansi, watu wanahangaika, watu wanapenda huku, watu wanahangaika, watu wanatambaa. Ni wakati ambapo dunia hii inahangaika, watu wanakibizana, watu wanatembea, watu wanahangaika kuna kule. Ni kipindi ambacho dunia hii inakwenda kupotea. Watu wanahangaika na dunia hii, wana sayansi, wasomi, wana theolojia, wanahangaika habari hizi. Ni kipindi cha saa mwisho, na ndio maana watu wakaiuliza habari hii. Inakuja siku ambazo dunia itakuja kuteketea, dunia itakwenda kuangamia, dunia itakwenda kuvunjika, dunia itakwenda kusambaratika. Tunasema haya kwa sababu ni nyakati ambazo Mungu anafanya mikakati yake kwa ajili ya dunia hii. Mungu anafanya mambo yake kwa ajili ya sayansi hii. Leo mapigo 7 na jiandaa. Kuna dhiki inakuja, kuna adhabu zinakuja, kuna hatari inakuja mbele, kuna hatari ya kuangamia dunia hii. Ona dunia leo inaangamia, watu wanahangaika, watu wanasumbuka, watu wanabomolewa, watu wanakwenda kuko na huko, watu wakitafuta neno la Mungu lakini walioni. Rafiki zangu, ni wakati ambapo tunapokwenda kuomba. Baba milele, Mungu mkuu, tunaomba tutetee, tunaomba tuokoe, tunaomba tusaidie. Tupo saa ya mwisho. Kina Trump wakihangaika, marais duniani, watu wakihangaika kuna kule, watu wakihangaika pale na pale. Wakati huu ambapo dunia hii watu wakihangaika kule na kule, dunia hii watu wakihangaika pale na pale, dunia hii watu wakihangaika pale na pale, dunia hii inakwenda kufunikwa na kuangalia. Mungu mkuu wa milele, tutetee Bwana. Ni kwa jina la Bwana Yesu. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Ufalme wako uje, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina.